السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاته أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، kuanza kumshukuru Maulana, Mola ambaye amejaa sifa zote, sifa zake ni kubwa, wala yeye Mwenyezi Mungu hana sifa ndogo. Hakika sote tunamuomba Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo ametufundisha na akatujalia miti kuwa ni tiba na kuwa ni dawa kwenye maradhi yetu ili tujitibu nayo. Ndugu zangu, leo tukiwepo hapa tunakuja kuelezea mti huu ambao umeonekana kwenye macho yenu. Mti huu unaitwa kwa jina la Kipwani unaitwa mpombopaka. Huu mti unaitwa mpombopaka. Ama kwa bara mti huu unaitwa haung'ong'wa. Haung'ong'wa kwa lugha ya bara kama tulivyosema. Tutaelezea takriban kazi yake kubwa. Tutaeleza kazi inayofanya haung'ong'wa ambao ni mpombopaka kwa maradhi ya kibiolojia na maradhi yasiyokuwa ya kibiolojia. Tukianza na maradhi ambayo sio maradhi ya kurogwa. Dawa hii kwa wale wakina mama ambao wanasumbuliwa na kizazi, dawa hii inavuta kizazi. Sifa yake ya kwanza, kwa wale wenye matatizo ya kizazi, wakina mama muda mrefu wametafuta dawa huku na kule hawajapata. Sasa leo tumekuletea dawa ambayo ni haung'ong'wa, suluhisho ya maradhi yako, ambayo hii dawa endapo kama utafuata maelekezo ambao tunakwenda kuelekeza, basi bila shaka Mwenyezi Mungu atakuondolea uzito na matatizo yako. Utachukua majani au maua ambayo maua yake ni haya hapa. Maua yake ni haya hapa. Mara nyingi dawa hii inakuwa ina maua, pia vile vile ina matunda, pia vile vile ina majani, pia vile vile ina mizizi. Sasa tutaeleza tabaka tatu za dawa. Tutaeleza tabaka ya kwanza, kazi inayofanya maua yake, kazi yake kubwa nini, majani yake kazi yake kubwa nini, pamoja na mbegu zake kazi yake nini, pamoja na mizizi yake. Tukianza na maua. Maua ya mti huu haung'ong'wa, kwa mtu ambaye anasumbuliwa na kizazi, kwa kina mama, atachukua maua yake, ataichuma maua yake. Akisha chuma maua yake, hakikishe maua yake inajaa kikombe kile kikubwa, kikombe cha nusu lita. Alafu aisage ipatikane juisi. Ikisha patikana juisi, basi dawa hii atakachokifanya, atachanganya na maji ambayo atakayochanganya nayo yawe maji masafi. Yakisha changanya na maji masafi, basi atatumia kikombe kile cha kahawa asubuhi, mchana na jioni ndani ya siku 21. Ikiisha anakwenda kuchuma, anaitengeza. Ikiisha anakwenda kuchuma, anaitengeza. Ikiisha anakwenda kuchuma, anaitengeza. Vile vile mpaka zikamilike siku hizi, siku 21 kwa mtu ambaye anayesumbuliwa na maradhi ya kizazi. Hii dawa maua yake inavuta kizazi kilicho mbali. Kizazi chako kipo mbali, umetibiwa huku na kule, hujapona. Hakikisha unakuja kuchuma dawa hii katika mti huu wa haung'ong'wa. Na sharti lake, dawa hii inatakiwa uchume kabla jua halijazama au kabla halijachomoza. Na utabidi uongeleshe maneno mti huu kusema kwamba Mwenyezi Mungu, hakika wewe ndio umeomba mti huu, ndani ya mti huu ukaupa nguvu, ukaupa tiba, na tiba yenyewe ni tiba ambayo ni naomie, ambaye wewe muhusika ambaye unaambiwa hapa sasa hivi. Yani unatakiwa ongea maneno haya, sawa? Haya maneno naongea mimi, wewe muhusika utazungumza kumwambia Mwenyezi Mungu juu ya mti huu.
Mwenyezi Mungu wewe ndio uliopa nguvu mti huu. Ndani yake kwa katiba ya usumbufu tulionao. Pia hii huu usumbufu tulionao ni maradhi ambayo ni ibada. Mwenyezi Mungu naomba kutumia dawa hii uongeze shifa, uweke ponyo nipate kupona. Utachukua majani yako, utakwenda kutengeza kama tulivyo kuelekeza. Faida ya kwanza. Faida ya pili ya mti huu wa haung'ong'wa, utachukua kwa mtu mwenye pressure. Mtu mwenye pressure atakuja achume zile mbegu zake, mbegu za haung'ong'wa. Akishachuma mbegu za haung'ong'wa, basi pia vile vile iwe ni kabla ya jua na baada ya jua kuchomoza, na kabla ya jua kuchomoza, kabla ya jua kuzama, yani jua likishazama ndio haja achukue majani yake, na jua kabla ya jua kuchomoza pia aje achume majani haya pamoja na mbegu zake. Mbegu za nini? Mbegu za mpumbupaka au mbegu za haung'ong'wa. Natumia majina mawili haya kulingana na sehemu. Pwani wanasema ni mpumbupaka, bara wanasema ni haung'ong'wa. Kwa hiyo mtu ambaye yuko bara atambue jina hilo, na mtu ambaye yuko pwani atambue pia jina tulilolitaja hapa, ili lisiwe sumbufu kwake. Mtu mwenye kusumbuliwa na pressure kupanda atakuja katika mti huu, atachuma zile mbegu zake. Akishachuma mbegu zake, atajaza kikombe kile cha robo cha chai. Akishajaza atasaga apate juisi. Akishapata juisi hiyo, basi atachanganya na maziwa ya unga. Maziwa ya unga, alafu atakoroga kwenye maji ya baridi, sio maji ya moto. Akisha saga vizuri, basi atachukua maji ya baridi na maziwa azichanganye pamoja, na ikiwezekana basi maziwa pamoja na maji hiyo ya baridi pamoja na hizo mbegu azisagie kwa pamoja, aweke maji kidogo, azisage kwa pamoja, alafu achuje ule uji wake. Ukipata lita 7 ni vizuri zaidi, ukipata lita 5 pia ni vizuri zaidi. Matumizi utatumia asubuhi, mchana na jioni, kikombe cha chai, sio kikombe cha kahawa, kikombe cha chai. Kama ulikuwa na pressure, hata kama ulikuwa na pressure inayokusumbua muda mrefu, tumia dawa hii ndani ya siku 14. Hakika utafanikiwa na utapona pressure yako ile ambayo ilikuwa inakusumbua muda wote, kushuka, kupanda sana, itakaa katika level yake nzuri, na utasema alhamdulillah, namshukuru aliyenifundisha dawa hii, amlipe Mwenyezi Mungu. Mimi nilipokuwa ni kwa ajili ya kutoa sadaka ili uendelee kuimarisha afya yako. Dawa ambayo ni sumu nitakwambia ni sumu, dawa ambayo sio sumu nitakwambia hii inafaa kutumia. Kama hizi tunazozeleza ambazo haujaona tunatoa tahadhari nazo, basi ujue hazina madhara. Dawa ambayo ni madhara tutakutolea tahadhari. Ama kwa mtu mwenye kusumbuliwa na maradhi ambayo isiyokuwa ya kibiolojia, atakuja katika mti huu, atachuma majani haya ya haung'ong'wa au ya mpumbupaka. Akisha chuma majani yake, achume majani yake kama nusu kilo. Akisha chuma nusu kilo, basi ayanike. Akisha yanika, aunguze. Akisha yaunguza, achukue dawa hiyo, achukue beseni la maji. Isiwe maji ya moto, iwe maji ya baridi. Kwa mtu ambaye amerogwa, ndo tunakusudia. Kwa mtu ambaye amerogwa maradhi, mfano karogwa miguu, mtu akarogwa miguu au karogwa mwili wake unakuwa haueleweki, mwili unakuwa mzito, au akina baba wale ambao mambo yao yanakuwa ni tafarani katika ndoa au kwa zini kwao, pia vile vile kuna shida kupitia mwenyewe, akitaka kwenda kazini anakujikuta anakuwa mzito sana. Mtu atatoka sehemu labda anakimbilia, akiangalia muda kwamba tayari muda umeenea wa kwenda ofisini, anakuja akaoga, akachukua nguo, kile kitendo cha kuvaa nguo yake, anakuta tayari anakuwa mzito kweli kweli. Sasa maradhi kama haya, uchawi kama huu, yani tunaposema haung'ong'wa, huu ni maana yake ni kwamba haung'ong'wa, yani ni mtu ambaye anayenong'onezwa. Yani mtu unanong'onezwa, ndo maana haung'ong'wa. Yani mpumbupaka tunasema. Yani tunaposema mpumbu, mpumbu ni maana mtu kapigwa pumbuwazi, yani ile bumbuwazi, sawa, kapigwa hivyo. Kwa hiyo haung'ong'wa, mtu kanong'onezwa, alafu pia kasemwa sehemu tofauti na maisha yake, labda kwa ndugu zake au sehemu tofauti pia. Yani
Haung'ong'o tena maana yake nyingine inakuja, yani mtu kufanywa jambo au kurogwa, katika hilo pia ndio inakuja katika maana pana sana hii haung'ong'o. Tumeleta maana tofauti ili ipate kutambua hili. Mtu ambaye anairogwa atakuja katika mti huu, atachuma majani haya. Akishachuma majani haya kama tulivyosema, aende aianike na iziunguza. Kishaunguza, chukue beseni la maji, aweke dawa humo. Akishaweka dawa hiyo kwenye hiyo beseni, achukue kiti chake, akae, aweke miguu yake ndani ya hiyo beseni. Mtu mwenye kurogwa, aliyerogwa miguu, mtu mwenye uchawi, aliyefanywa uchawi wa kufungwa mafundo, akafukiwa, akawa akazikiwa makaburini labda, huyu mtu ndio tunayemkusudia hapa, mtu ambaye aliyefungwa miguu kwa sababu kuna ule uchawi. Tunasema asirul boha, yani asiri, yani uchawi ambao umefichwa, yani uchawi ambao ni wa kutupwa, yani mtu kufukiwa, kuzikiwa sehemu. Uchawi ndio tunakusudia sisi kwa mtu ambaye amekumbwa na uchawi huu, au amepiga uchawi au amefanywa uchawi huu. Akisha kaa kwenye kiti chake, aweke miguu yake mle, atavua viatu, alafu aje mtu mwingine amshike kichwani. Akisha mshika kichwani, yule mtu aliyemshika amsomee suratul Fatiha mara 41. Anapozidi kusomewa suratul Fatiha mtu huyu ambaye aliyerogwa, basi utasikia mwili wake, yule ambaye anayesomewa atasikia ndani ya mwili wake kama kuna vitu vinakimbizana, vinashuka kutoka kwenye mwili wake kuingia kwenye ile beseni la maji, kwa sababu kuna nguvu ya ile dawa pamoja na kisomo, basi vinazidi kuvutana. Basi mtu huyu hakika atasikia tafarani kwenye mwili wake, vitu vitakuwa vinakimbizana katika mwili wake, mpaka anasema leo ni kitu gani kipo katika mwili wangu? Kumbe ni uchawi ambao mtu huyu alifanyiwa bila ya kujua, maskini. Na sisi tupo hapa kwa ajili ya kumsaidia. Atachukua kama tulivyosema, nadhani tumesharudia kusemea juu ya namna gani atatumia kwa njia hiyo ya uchawi. Akishamaliza maji yale, ataenda amwage kwenye yale mashimo taka yale, kwenye yale mashimo taka au jalalani. Ataenda amwage maji haya kwenye sehemu za takataka, atazimwaga bila kuzungumza kitu chochote wala bila ya kuongea kitu chochote. Unaweza kaongea au usiongee, kwa sababu hakuna masharti hapo tunayoitoa, kwa sababu ni kitu kipo wazi. Ama kwa mtu ambaye amefungwa kizazi chake, amefungwa nguvu zake za kiume, amefungwa ile hamu ya tendo la ndoa kwa wanawake, hawa pia tunawakusudia. Amefungwa pia kizazi kwa njia nyingine, labda kwa njia ya irizi. Mtu huyu ambaye amesumbuliwa na maradhi ya kizazi, amefungiwa au kafungiwa nguvu za kiume, kwa sababu wapo wanaume wa aina hii. Chuma mizizi yake, chukua pia na muhina, majani ya muhina, utachanganya pamoja. Ukishachanganya pamoja, visage. Vikisha sagwa pamoja unga wake, atakuwa anakunywa kijiko asubuhi, kijiko jioni. Mtu huyu ambaye aliyerogwa maradhi haya ya kishirikina au maradhi ya kichawi, akafungwa afu akaenda kutupiwa kwenye mto au mtoni, basi mtu huyu anatakiwa aje hapa, achimbe mizizi yake, achukue na majani mkaranga, alafu avisagi kwa pamoja. Atakuwa anakunywa asubuhi, mchana na jioni, kijiko kimoja. Atatumia ndani ya siku 14 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Usichoke, utapona. Usiseme kwamba nimeshatibiwa sana, nimechoka, sioni sehemu nyingine. Usikate tamaa. Dawa hii tunakufundisha kwa sadaka kubwa ili tupate fadhila kwa Mwenyezi Mungu. Yetu video yenu Faisal TV Online TV, tupo kwa ajili ya kufundisheni. Usikose kusubscribe ili uendelee kupata video zote, uendelee kujifunza dawa nyingi sana kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Asanteni sana.